kuna upendo mkubwa. Katika msalaba kuna kutuonea makosa yetu, kwa sababu alikufa sio kwa sababu ya kanisa Katoliki, alikufa kwa sababu ya watu wote. Katika msalaba kuna kujitoa kwingi, ambapo Yesu Kristo alijitoa na akasema nitakufa kwa sababu ya umati huu, na sina dhambi, ni kwa sababu ya kusukumwa na Roho wa Mungu na moyo mzuri ili niweze kufanya vile. Na katika maisha yetu basi na sisi upendo wetu umefika wapi? God is good. Sisi wenyewe tunastahili kujiangalia, upendo wetu unastahili kuwa kama wa Kristo, kwamba mimi nitaweza jitoa na kufa kwa sababu ya maisha ya familia yangu. Kanisa, mapadri wote wanajitoa, sio kwamba wana familia yote, sio kwamba wana mashamba yote, sio kwamba wana fahari ya kifalme, lakini wanajitoa kwa sababu ya upendo ya watu wa Mungu na kanisa. Kwa upendo. Na katika maisha yetu tunastahili kujidhihirisha hayo, kuona mambo mapya kati ya watu wetu. I never say this. All of us, we are created in God's image and likeness. Kumaanisha katika maisha yetu sisi tuna kitu kizuri 99%. Lakini mara nyingi utasikia mtu akisema huyu mtu ni mbaya. Jambo moja tu limefanya uweze kuconclude kwamba huyu mtu ni mbaya, akiwa na 99 positive things or values in his life or her life. Kumaanisha mtazamo wetu uweze kubadilika. Tuwe watu wa kusamehe, sio kama mimi ama wewe, lakini kama Kristo. Tuwe watu wa huruma kama Kristo na kama vile alivyofanya katika msalaba. Kumaanisha msalaba huu tunapoangalia tunaona kitu kizuri. Je, bora tunaona kitu kibaya katika maisha yetu kila wakati?